Movie inaanza ikiwa inamuonyesha mwanamke mmoja mwenye uwezo wa kuona mashetani. Katika sehemu ilivyokuwa basi anajaribu kuweza kujipatia kinywaji, pale aliweza kumuona mteja mmoja, nyuma yake ilikuwa kuna pepo ilikuwa anamfuatilia. Basi alifanikiwa kuweza kumfukuza ile pepo, na hapo akaweza basi kumuomba msamaha yule mtu aliyekuwa mbele ya yule pepo. Akamwambia kwamba samahani sana yule mtu, basi akaamua kuweza kuondoka. Mwanamke huyo alikuwa anaweza basi kujilaumu sana, lakini pale tunaonyesha huko kwa bwana mkubwa wa Juice pamoja na Mr. SA alikuwa ameweza basi kumtembelea pale ya Juice. Lengo lake kubwa katika siku ile ilikuwa kitu kimoja tu, walikuwa wanatamani kuweza kugundua kwamba je, Samjang mwisho wake utakuwaje. Na Mr. SA anasema kwamba Ongong ameweza kuchukua ule upanga ambao upanga ule ameenda kuficha mbali sana. Haijulikani mahali ambako alipoenda kuficha. Lakini pale bwana mkubwa wa Juice anasema kwamba haya yote yameweza kutokea kwa sababu wewe mwenyewe binafsi ni mmoja kati ya mtu ambaye umeweza kusababisha haya mambo. Lakini pale Mr. SA anasema kwamba hana shida, naamini kwamba kila kitu kitaenda sawa. Lakini pia naye bwana mkubwa wa Juice akasema kwamba umekuwa ukinitumia mimi kwa muda mrefu sana. Kwa hivi sasa nabadilisha ndoto yangu ya kuja kuwa Mungu. Basi pale Juice akaamua kuondoka. Lakini hii inamaanisha kwamba kwa hivi sasa Juice alikuwa sio kiumbe ambaye anaweza kutabirika. Alifika mpaka katika jengo ambalo bwana mkubwa Ongong ndilo basi alikuwa analimiliki. Basi pale akakutana na Samjang. Kisha akamuuliza Samjang, upo mwenyewe hapa ndani? Binti anasema kwamba yuko peke yake. Lakini pia kipindi ambacho anaongea naye bwana mkubwa Ongong alikuwa katika lile jengo, lakini alikuwa ameweza kujificha katika ngazi za juu. Ila Juice hakuweza kudetect kwamba bwana mkubwa Ongong alikuwa pale ndani. Akawa anajaribu kuweza kumuuliza binti, nini ambacho kimekufanya uje ukae katika hii jumba peke yako? Pale anasema kwamba kuna mambo ambayo mimi mwenyewe binafsi nimekuwa nikiwa najishangaa sana. Nahisi kabisa kwamba kuna kitu ambacho kinaenda kutokea. Juice anasema kwamba kwanza hivi sasa hataki kuweza kujihusisha na masuala yako wewe mwenyewe binafsi, kujipambania wewe mwenyewe. Lakini binti anasema kwamba katika siku ya jana nilikuwa nimeweza kuona hali ambayo si ya kawaida. Kulikuwa kama vile kuna mlipuko uliokuwa umeweza kutokea, na hii ndoto nimeweza kuipata kipindi ambacho nimeweza kukutana na yule King Dai. Juice anasema kwamba haya yote yanatokea kwa sababu mimi hapa kwa hivi sasa sipo sawa na nguvu zangu zinazidi kupungua siku hadi siku. Binti akamuuliza kwamba vipi nguvu zako zimezidi kupungua? Basi Juice anasema kwamba nguvu zangu zimezidi kupungua na ni kama ningeweza kufanikiwa kuweza kupata kile ambacho nilikuwa nakihitaji. Juice alikuwa anamaanisha kwamba anatamani kuweza kunywa damu ya binti huyu. Alichokuwa anakihitaji ni kuweza kuipata damu ya Samjang ili yeye awe na nguvu zaidi. Basi akaanza kujiandaa pale, akaanza kutoa gloves na mwisho wa siku akaanza kumzunguka binti taratibu, akijaribu kuweza kumtamani sana kwa jinsi ambavyo yeye mwenyewe binafsi amekuwa mara nyingi zaidi akiwa anatamani kuweza kunywa damu yake. Kipindi ambacho basi ameweza kujiandaa rasmi kabisa, akiwa ameweza kujipigania kwamba aweze kula damu ya kwa binti katika siku ya leo, akamuona bwana mkubwa Juice future yake kwamba alikuwa analia sana, na alipokuwa analia chini pale alikuwa Misma na Mr. SA alikuwa pale. Binti akamwambia kwamba Juice unaenda kulia. Lakini nyakati hizo ilibaki kidogo tu Juice aende basi kumpiga meno. Kipindi ambacho binti ameweza kumweleza, Juice naye akaacha lile jambo. Na pale Misma akaweza kuingia pale ndani. Akamwambia Juice kwamba kuna dawa yako nimeweza kukuletea hapa. Mara ghafla Misma akamuona pale juu Ongong. Kumbe Ongong alikuwa anamtazama tu bwana mkubwa wa Juice alipokuwa anamtamani binti. Na kisha akamwambia kwamba bwana ulikuwepo hapo juu. Vipi mnafanya nini hapa? Na kisha akamwambia bwana hii dawa ambayo nimeweza kumletea bwana mkubwa wa Juice haihusiani na mtu aina yote. Basi Juice alikuwa anajisikia aibu sana. Na kisha pale kipindi ambacho binti anasema kwamba kuna mambo ambayo yameweza kutokea, lakini Ongong anasema kwamba nimeweza kuyaona yote yalikuwa yameenda kutendeka. Naye Juice akajaribu kuweza kurusha jiwe lake gizani. Akasema kwamba nimeshaweza kupewa taarifa zote na Mr. SA kuhusiana na wewe Ongong. Kwa hiyo jiandae nawe pia, chunga maisha yako. Basi akaamua kusepa, lakini binti akawa ameweza kujiandaa katika geto lake huko juu. Akawa anamuuliza Ongong nini ambacho kimeweza kutokea. Ongong hataki kuweza kumwambia binti kwa sababu kuna upanga uliokuwa umeweza kuandaliwa kwa ajili ya kwenda kumuua yeye binti. Sasa Ongong alikuwa hataki kuweza kumpa siri. Basi pale binti kipindi ambacho anajaribu kuweza kumuuliza maswali mengi, akamwambia kwamba nilienda tu kwake na mwisho wa siku nikaweza kumletea noma. Yaani kwa kifupi ni kwamba niliweza kumzingua kinoma. Hasa binti huyu naye akasema hivyo kwamba hata na mimi pia mwenyewe binafsi ningekuwa basi nimeweza kujumuika na wewe ningeweza kumletea noma kinoma. Ongong akamwambia kwamba nashukuru sana kwa support yako. Basi akaamua kusepa. Akamwacha binti akiwa anazidi basi kuenjoy pale. Na nyakati hizo kumbe bana Ongong alikuwa ameweza kurudi nyuma yake huko hivi. Amejitokeza pale nyuma ya mgongo wake na kisha akamwambia kwamba muda wote utakapokuwa umeweza kunihitaji basi nami nitakuja. Basi katika upande mwingine huko tunaonyeshwa kwamba Juice bado mawazo yake alikuwa kwa mtoto wake. Alikuwa anamwambia kwamba Misma, nafikiri kwamba mtoto wangu yupo hai. Lakini Misma anamwambia kwamba usimwamini sana Asenyo sio mtu wa kumwamini. Katika jengo kuu la mochwari katika siku ya leo tunamuona pale Professor King Dai alikuwa pamoja na mfanyakazi wake. Walifika katika eneo la mochwari na kuna mwili wa mtu mmoja ambaye anaitwa John Doe. John Doe alikuwa ameweza kufa. Na kisha basi wakaweza kumchukua na wakampeleka katika jengo kule ambako Asenyo alikuwa ameweza kuagiza.
Basi huyu mtu alikuwa amepanga kwamba waweze basi kumfufua, na wakishamfufua anakuwa na kiumbe ambaye ni wa kutisha. Basi binti huyu uwezo wake ulikuwa si wa kawaida. Walikuwa wamepanga jambo ambalo litakuja basi kumfanya bwana mkubwa King Dae aje kuwa na nguvu sana hapo mbeleni. Binti huyu akawa anakumbuka matukio ambayo yalikuwa yameweza kutokea hapo nyuma. Alipokutana na Profesa King Dae, alipokuwa ofisini kwake, alikuwa anasema kwamba huyu mtu ni mtu namna gani? Mbona kipindi ambacho nimekutana naye niliweza kuona mji ukiwa umeweza kutimka kabisa. Yaani kwa kifupi ni kwamba mji mzima ukiwa umeweza kuchafuka. Binti huyu alikuwa anaweza kuiona future. Sasa hivi alikuwa na mashaka sana. Katika mjengo huku hivi, Ajus pamoja na Ongong walikuwa wanarushiana maneno. Ongong anasema kwamba siku ambayo utajaribu kuweza kumgusa binti, anamwambia Ajus hivyo, basi siku hiyo kaa ukijua kwamba nitakwenda kukuua. Ajus anasema kwamba siku ambayo gongoma itatoka katika mkono wako ndio mapenzi yote yatakayoenda kuisha. Ila Ongong anasema kwamba siku hiyo sitasahau maneno yangu, lazima nitaenda kukuteketeza na wewe pia. Basi kipindi hicho Ongong akamwambia yule mpishi wake kwamba naomba uweze kunibadilishia mkate huu sio mtamu. Basi akawa anajaribu kuweza kunywa pale chai, lakini ukweli ni kwamba katika kikombe chake kulikuwa hakuna chai. Kwa hiyo akamwagiza pale Miss Ma. Ajus akamwambia kwamba Miss Ma, mletee Ongong chai nyingine. Sasa Ajus akaweza kuondoka na kutoka nje baada ya kuweza kupewa maneno ambayo yameweza kumchoma moyo sana. Na kisha Miss Ma alipobaki pale na Ongong akamwambia kwamba naomba uweze kumlinda Devil King, yani Ajus, na umwambie kwamba vyote vile atakavyojaribu kuweza kuvifanya mimi nitaweza kumtimua hapo hapo baada ya kuweza kumgusa binti Samjang. Sasa Ongong kile ambacho anajaribu kuweza kuepusha ni kwamba kutumia nguvu zake dhidi ya Devil King, yani Ajus. Hasa katika kitu ambacho bwana mkubwa Ongong alikuwa akitaka ni kwamba ni kuhusu mtoto wake bwana mkubwa Ajus. Siri ilikuwa imeweza kujificha. Basi Miss Ma akaweza kumwambia kwamba sasa hivi Devil King akili yake haiko vizuri, anamuwaza zaidi mtoto wake. Anataka kuweza kugundua ukweli, je, mtoto wake yupo hai au amekufa. Sasa Ongong akamfuata Mr. C na akamuuliza siri kuhusiana na huyo mtoto. Pamoja na yote haya, pale akamuuliza kuhusiana pia na Samjang. Kuna maneno yalikuwa yanasemekana pale mwanzoni kwamba huyu Mr. C ndiye alikuwa ameweza kuyatunga kwamba Ongong kufunguliwa kwake katika ile milima kule Samjang ndipo basi alipoweza kuachiwa laana ni yeye kuweza kupata yale maumivu makali ambayo hivi sasa yamekuwa yakimtesa mara kwa mara anavyoona mapepo. Basi Mr. C anasema kwamba kweli ule ulikuwa ni uongo, lakini ukweli ni kwamba alizaliwa na hiyo hali. Sasa Ongong pia akasema kwamba sawa, mimi nimekuelewa, lakini fanya juu chini uweze kumwambia bwana mkubwa Ajus kuhusiana na mtoto wake, yupo hai au hayupo hai. Sasa huyu Mr. C anajua siri nyingi sana, ila ukweli ni kwamba hajataka kuweza kuongea ukweli. Huku kwake Rasco aliweza kufuata pale na Mr. C na alikuwa anamuulizia pale mama yake. Sasa mama yake alikuwepo hayupo. Kwa hiyo Rasco alichokuwa anakitaka kwa hivi sasa alikuwa anahitaji Mr. C aweze kumwambia shida zake kweli kweli. Mr. C anasema kwamba wewe siwezi kukuambia shida zangu mimi. Kijana huyo anasema kwamba kama huwezi kuniambia acha mimi nikacheze game. Basi huko katika mjengo wa kwake Profesa King Dae katika siku ya leo, huwezi amini yuko ameenda kuchinja mnyama mmoja ambaye ni mbuzi na damu yake ilikuja kumwagwa katika lile jeneza. Lile jeneza ndani yake kulikuwa na udongo pamoja na mtu ambaye alikuwa anaitwa John Deo. John Deo kule ndani ya lile jeneza alikuwa anatakiwa aweze kufufuliwa na awe kiumbe wa ajabu sana. Pale profesa huyu alikuwa anashangaa namna ambavyo binti huyu alivyokuwa anapangilia mambo yake. Binti huyu akaenda akamshika yule kiumbe alikuwa ndani ya lile jeneza na kisha kidole chake kikaweza kutingishika. King Profesa King Dae aliweza kushangaa sana. Tamaa ya kiongozi huyu kwa hivi sasa ni kuwa king hapo katika siku za usoni. Binti huyu anamthibitishia na kumwambia kwamba katika siku za usoni utaenda kwa kiongozi mkubwa sana. Huku sasa bwana mkubwa Ajus alikuwa na mawazo sana kuhusiana na Queen Mother, na mawazo haya yalikuwa yameweza kusababishwa kwamba kwa hivi sasa alikuwa anazidi kupoteza nguvu zake nyingi sana. Kwanza kabisa ikumbuke kwamba alikuwa ameweza kupata changamoto ya macho. Kwa hiyo bado ni kiumbe ambacho kinazidi kukua siku hadi siku. Akaikiwa pale Marble Energy, lakini pale tunaonyeshwa kwamba katika mjengo huko hivi bwana mkubwa Young Dae alikuwepo pale pamoja na Ongong. Ongong katika siku ya leo anamwambia kwamba nahitaji tuweze kubadilisha maisha yangu. Ongong alikuwa ameweza kupanga ratiba moja katika mwaka huu kwamba anatamani kuweza kubadilisha maisha yake. Kwanza hivi sasa anaenda kuwa kiongozi wa ile kampuni ambayo bwana mkubwa Young Dae alikuwa basi anaimiliki. Asa akamwambia kwamba amuandalie nguo zake nzuri pamoja na vitu mbalimbali ili kuhakikisha kwamba atakuwa katika muonekano tofauti. Basi katika usiku mmoja wafanya biashara watu walikuwa wameweza kuitwa watu wengi sana. Basi huyu Young Dae akasimama pale mbele akasema kwamba mabibi na mabwana, katika usiku wa leo nawaletea kwenu kiongozi mkuu aliyekuwa anasimama katika biashara hii, na mimi nilikuwa msimamizi tu, ila yeye ndio mmiliki halali. Huku tunaonyeshwa kwamba Ongong alikuwa anazama ndani, amekula pale vyuti, nguo zilikuwa zimeweza kusimama wima kinoma noma, na mwisho wa siku mwamba watu wanashangaa namna ambavyo alivyokuwa anaingia. Ni kijana mdogo, umri wake ni kama vile miaka 26 hivi 27, alivyoingia mpaka pale ndani watu wote walikuwa wanashangaa.
Basi Hyundai anasema kwamba jina langu ndio lilikuwa basi imeweza kusimamia kampuni hii, yani Hyundai Sik, lakini mwisho wa siku katika siku ya leo na waonyesha mmiliki halali wa kampuni hii. Alisimama pale mbele ya watu wote na kisha kila mmoja alikuwa anamshangaa. Akaenda katika bodi ya kampuni yao, yani ya M Group. Hii bodi ndio bodi ambayo mzee huyu Hyundai alikuwa anaimiliki kwa muda wake wote. Katika siku ya leo, huwezi amini, katika kiti chake watu walivyotoa tu hivi heshima zao, pale pale kijana huyu mdogo aliweza kukaa pale. Wote waliweza kumshangaa sana na kisha Hyundai akamwambia kwamba naomba uweze kuendelea. Basi matangazo yakaanza kurushwa katika vyombo vingi vya habari, picha mbalimbali zikaanza kusambaa. Watu wanazidi kushangaa kwamba mmiliki halali ndo huyu, mbona ni mdogo sana. Akaanza kufanya ununuzi wa vitu mbalimbali. Kwanza magari ya shilingi bilioni 3.1, magari tofauti tofauti. Uwezi amini kwa anafanya biashara na watu ambao ni wakubwa hapo mjini. Akanunua ghorofa moja kubwa ambalo mjengo huu ulikuwa unaaminika sana hapo mjini. Akanunua tena. Zile taarifa zikaanza kuwafikia watu mbalimbali mashuhuri. Basi katika kitu ambacho sana cha kipekee, akanunua tena moja kati ya timu kubwa sana ambapo kwa hivi sasa alikuwa anajaribu kuanza kufanya uwekezaji katika swala zima la mpira. Sasa watu wote walikuwa wanazidi kushangaa, attention ikawa kubwa. Katika mjengo ambao alikuwa ameweza kununua, akatengeneza klabu moja ambayo ilikuwa ni klabu ambayo ni kipekee sana. Yeye hanywi pombe, ila matajiri mbalimbali walikuwa wanafika pale. Alikuwa ameweza kutengeneza attention kubwa sana. Watu wote walikuwa wanazidi kumshangaa. Hasa hapo bwana mkubwa Hyundai akawa anasema kwamba yani huyu ndio mmiliki halali, anaongea pale na marafiki zake. Basi watu kwa wanatamani sana kwenda kuongea naye. Anasema kwamba ni mdogo, mwambie kwamba sisi hapa tunatamani kuweza kuongea naye. Basi zile taarifa pia ziliweza kumfikia bwana mkubwa Profesa Hyundai. Pale akaanza kusema kwamba huyu mtu ni mtu gani? Mbona ameweza kuibuka tu ghafla? Anasema kwamba ipo siku yangu na mimi pia natamani kwenda kukutana naye. Sasa pale kipindi ambacho basi anajaribu kuweza kuongea na huyu mfanyakazi wake, alikuja pale mmoja kati ya mwandishi wa habari. Mwandishi huyu habari akajaribu kuweza kumuuliza kwamba nini ambacho alikuwa ameweza kuchukua katika ile museum, yani lile jengo la makumbusho. Profesa anasema kwamba hakuna chochote ambacho basi mimi nimeweza kukichukua, lakini huyu mwandishi wa habari akazidi kumchimbua. Akasema kwamba je, vipi kuhusiana na ule mwili ambao umeweza kuchukuliwa kule katika eneo la mortuary? Bado maswali yalikuwa ni mengi sana. Profesa Hyundai akazidi kupata kama vile weweseko fulani hivi na kisha akaambia kwamba maswali yako katika siku ya leo siwezi kukujibu. Basi akarudi katika mjengo wake huko hivi. Akaangalia pale katika eneo la kaburi, basi akaona kabisa kwamba pale hamna mtu. Lakini kipindi ambacho anatoka akapata mashaka kidogo kwamba katika ile eneo la jeneza ni kama vile kuna kitu ambacho kunajaribu kuweza kucheza. Sasa hapo huku tunaonyeshwa kwamba binti Junsera alifika mpaka kwa mama yake mzazi ambako alikuwa ameweza kulazwa. Lakini ndani yake alikuwepo Asenyo. Huwezi amini, mama yake bado alikuwa ameweza kulala pale. Alipokuwa basi katika lile eneo pia naye Piki akawa amefika pale. Piki katika siku ile anamwambia bana, vizuri sana umeweza kumtembelea mama yake Junsera, pamoja na kwamba mwilini mwako kuna kitu ambacho si cha kawaida. Naamini kwamba aliyoko ndani yako atakuwa anafurahi kwa hivi sasa, yani Junsera. Piki akataka kuondoka. Mwanamke huyu akamwambia kwamba kuna kitu ambacho natamani uweze basi kunisaidia, na ukiweza kunisaidia mwili wake Junsera, kuna siku utaweza kufanikiwa kuweza kutoka kwangu, na mimi hapa Asenyo nitaweza kumtoka binti huyu, ataishi maisha yake. Sasa Piki akakubali. Hatojui nini ambacho alikuwa ameweza kupewa. Lakini kwa upande mwingine tena huko hivi tunamuona kama mwanadada, yani Jin Xiaomi Samjang alikuwa pale pamoja na Angju. Angju anamwambia kwamba huyu ndo yule kijana ambaye anakujaga hapa. Angju anashangaa, yule kijana ndo amekuwa tajiri kiasi hichi, imekuwaje? Binti anasema kwamba usimzanie mtu haraka, ni mtu ambaye anaweza kushangaza. Pale Angju akabaki pale akiwa mwenyewe anasema kwamba kweli hizi nisijaji kitabu kwa kuweza kuangalia tu cover. Binti alivyoingia tu katika ofisi yake hivi nakutana pale vina Ongong alikuwa ameweza kumletea kendi, na kisha binti anasema kwamba yani unanunua magari ya bilioni 3.1 alafu unaletea mimi hapa hivi kendi, tena kendi yenyewe ni ya cotton. Ongong anamwambia kwamba lile gari ni la kwako mama, kuwa na amani. Binti anasema la kwangu? La kwako, kuwa na amani. Yote ile mimi nanunua kwa sababu tu kutafuta attention. Binti anasema kwamba unatafuta attention ya nini? Akamwambia kwamba kuna binadamu ambaye muda so mrefu ataenda kuingiliwa na kitu ambacho si cha kawaida. Akamwambia ni nani? Basi pale akamwambia kwamba ni King Dai. Binti naye akasema kwamba huyu mtu niliweza kukutana naye kwa mara ya mwisho, niliweza kuona kwamba kuna hali mbaya sana katika ulimwengu huu. Akamwambia kwamba nani ambaye alikuwa ameweza kukufanya uweze kukutana naye? Akamwambia kwamba ni Piki. Basi bwana mkubwa Ongong akutana tena kuna Piki, alimwashia rara mzee, akataka kumfetua vibao vingi sana. Basi pale Alice akaanza kumtetea na kumwambia kwamba Ongong bana, hakuna chochote ambacho kimeweza kutokea katika ile siku, lakini ukweli wa mambo ni kwamba Piki ni snitch. Sasa kwa upande mwingine tena tunaonyeshwa kwamba binti, yani Junsera aka Asenyo aliyoko ndani ya kwake Junsera. Sasa hapa alikuwa pamoja na huyu mwamba
ambaye ni Professor King Dae. Akamwambia kwamba kuna mahali ambako tunapaswa tuweze kufika. Katika sehemu hiyo ni sehemu ambako basi kuna ule mto. Mto huu ni mto ambao ni wa ajabu sana. Huko ndo kunaaminika kwamba Dragon ndipo alipokuwa anaishi. Na huko ndipo ambako basi Dragon atakuwa kufufuliwa. Sasa kumbe bwana PK alitumwa na huyu binti Asenyo aweze kuleta Mabo Energy. Hii Mabo Energy itakwenda kutumika katika eneo ambalo basi bwana mkubwa yani Ajusi alipo. Na pale pale basi alikuwa ameweza kupewa na huyu binti, na huyu binti akamwambia kwamba ukishaweza kuifikisha pale, mimi Asenyo niliyoko ndani ya Junsera nitaweza kutoka, na mwisho wa siku Junsera utaweza kumuona tena. Kumbe bwana aliweza basi kufikisha katika lile eneo pale pale, akaweza kufikisha ile Mabo Energy ambayo basi itakuwa inanyonya nguvu za kwake bwana mkubwa Ajusi. Basi wakati ambako basi alipokuwa anatoka, basi akakutana pale na Alice. Alice akamwambia kwamba hichi ambacho unakifanya kama ukijua kwamba sio jambo zuri hata kidogo. Basi akaweza kufanya lile jambo lake. Huko barabarani sasa, Angju pamoja na binti walikuwa wanaisha gari lao. Mara ghafla kuna mtu akaja akagonga gari lao nyuma yake. Sasa walipokuwa wametoka nje, wakataka waende kumuona mtu ambaye alikuwa ameweza kugonga gari lao. Pale pale wakakutana na huyu Professor King Dae. Basi pale pale Professor King Dae kwa dharau akawa basi anajaribu kwa kuambia kwamba na samahani sana, nimeweza kufanya uzembe wa namna hii, nilikuwa na mawazo sana. Basi chukueni kadi yangu, mtakapokuwa mmeweza kufanya service, basi mtanipigia ili niweze kulipa. Binti alikuwa na uwezo wa kuiona future. Sasa huyu binti kipindi ambacho basi ameshikilia ile kadi yake tu hivi, akaiona future ya kwake Professor King Dae. Yupo pamoja na Junsera, akamwambia kwamba hivi ni mtu namna gani, mbona ulikuwa na yule mwanamke ambaye ni mbaya sana katika ulimwengu huu. Basi pale pale Professor King Dae alipata mawazo sana, na pale pale binti akaamua kuweza kumwambia kwamba nitakupigia nikiweza basi kufanikisha jambo langu, na kisha akaamua kusepa. Basi Angju hajaweza kuelewa jambo la aina yote, lakini ukweli wa mambo ni kwamba huyu profesa sio mtu wa kawaida hata kidogo. Alibaki pale na hasira kinoma noma. Sasa wakarudi huko ofisini. Wezi amini bana, Angju alikuwa anazidi basi kulalamika, anasema kwamba kwani unamwambia mtu vile? Binti anamwambia kwamba kwani nimwambia vibaya? Nimwambia vibaya? Je, mtu akiwepo mbaya na ukamwambia kwamba wewe ni mbaya, umefanya vibaya? Basi Angju akabaki pale na maswali. Haya mambo kama mimi basi hajui, basi sawa, wewe ni kuache basi na ubishi wako. Binti akamwambia kwamba hivi mtu akibadilika akawa mbaya, wewe basi. Angju akaamua kuingia ndani. Binti akasema au nimefanya jambo baya? Lakini sijafanya jambo baya. Sasa huko kwingineko tunaonyeshwa kwamba binti Junsera alikuwa pamoja na huyu mwamba ambaye alikuwa ameweza kumfufua, na pale pale alikuwa pamoja na Professor King Dae. Professor King Dae alikuwa analalamika kwamba watu wengi wameweza kugundua kwamba mimi hapa ni mtu mbaya. Kwa nini? Basi pale pale Junsera anamwambia kwamba yule mwanamke ana uwezo wa kuweza kuiona future yako. Tunaonyeshwa yule kiumbe aliyokuwa basi ameweza kuumbwa. Huku kuna Mabo Energy nyingine, na kule ambako basi bwana mkubwa wa Ajusi alipokuepo kuna Mabo Energy nyingine. Ajusi bila kuweza kutambua katika mkono wake alipokuwa basi ameweza kuweka. Kwanza kabisa jamani wazee, mmeweza kuona hiyo pete? Hiyo pete ina saini ya Freemason. Sasa huku yule kiumbe akaanza kupata nguvu zile zile za kwake bwana mkubwa Ajusi. Basi akaanza kupewa kazi. Kwanza kabisa akapewa kazi ya kwanza kwenda kumuua yule mwandishi wa habari. Mwandishi wa habari maskini ya Mungu anatoka zake pale, anaongea na simu, anasema kwamba lazima tuweze kufanya jambo kwa ajili ya huyu Professor King Dae. Kuna kitu ambacho anakificha. Nyakati hizo basi akaweza kubananishwa kwenye ukuta maskini ya Mungu, kijana wa watu. Huku Ajusi anapata maono ambayo si ya kawaida, kama vile alikuwa anamnyonya mtu nguvu, yani roho yake ilikuwa basi inaingia ndani ya watu. Ajusi alishtuka sana, lakini huwezi amini, yeye mwenyewe binafsi alizani kwamba ni ndoto. Akamwambia pale Miss Ma, nafikiri hii ndoto ni mbaya sana. Sasa siku zikazidi kwenda, tunaonyeshwa kwamba huko binti akaenda kumwambia yule mwamba ambaye alikuwa ameweza kumfanyia mambo ambayo si ya kawaida kupitia Junsera. Akampa siri kuhusiana na future, namna ambavyo basi alivyokuwa basi ameweza kuiona. Huyu bwana mkubwa Winterjewe anamwambia kwamba yote yalikuwa yameweza kutokea katika kipindi cha nyuma, naomba uweze kunisamehe, lakini hili jambo basi ambalo linaenda kutokea kwa hivi sasa kupitia Professor King Dae na amini kwamba ni jambo baya sana. Kwanza kabisa akampa siri kuhusiana na ule mti, na akamwambia kwamba nimeweza kuona maono kuhusiana na mtu ambao mto huo naamini kwamba kutakuwa kuna kitu kibaya sana kuhusiana na haya mambo mawili, mti pamoja na mtu. Binti alikuwa hawezi kuvumbua yale yote ambayo alikuwa anaweza kuyaona. Basi akaenda kupewa hiyo story bwana mkubwa Ongong akawa ameweza kupata picha nzuri kabisa kwamba kwa hivi sasa kitakachoenda kutokea sio kitu cha kawaida. Ongong akawa ameanza kujipanga kwenda kukutana na mtu huyo. Basi naye King Dae kumbe bana alikuwa katika process hiyo. Akaona mmoja kati ya mtu wake wa karibu sana. Huyu mwamba anamwambia kwamba huyo kijana akija hapa ni kijana ambaye ana pesa nyingi sana. Ameweza kumiliki vitu vingi kwa wakati mdogo, na uwezi amini ni mtu ambaye tunamhitaji sana katika mambo yetu. Yaani katika swala zima la siasa, kwa sababu kwa hivi sasa kwa muda mchache tu amezidi kuwa na ushawishi mkubwa. Basi Ongong pale pale kipindi ambacho basi wanaongea hawa watu, basi akawa ameweza kuingia.
akamuona kabisa pale King Dae. Alivyomuona King Dae akajua kwamba anafuatwa yeye kwa sababu ni mtu ambaye anapenda sana yeye hapo kuzidi kunyenyekewa. Huwezi amini Ongong alimpita. Hapo Young Dae anamwambia kwamba vipi, mbona umempita? Akasema kwamba sio muda wake sahihi, bado muda wake. Wakatoka nje huku, maskini ya Mungu King Dae alikuwa anaweza kujilaumu kinoma noma. Anasema kwamba ameniumiza sana moyo wangu. Huyu Mungu anaambia kwamba hamna cha kukuumiza moyo wako, bado tunapaswa kulipambania hili jambo mpaka liweze kutimia. Akamwambia kwamba kwanza kabisa kwa kipindi hichi hapa ni zamu yako wewe kuweza kunisupport, na ukinisupport naamini kwamba na mimi pia nitaweza kushinda. Huyu mzee wa watu alikuwa anatamani naye kuwa kiongozi, na ukijua kwamba King Dae akishagundua kwamba wewe unatamani kuwa kiongozi, basi anakushusha katika ulimwengu huu. Basi maskini ya Mungu huyu mzee akarudi zake katika eneo la klabu huko hivi. Anatembea akiwa anayumba kinoma noma. Hapo nyuma yake akaja mtu mwenye sura kabisa ya kwake Ajusi. Huyu si Ajusi. Nakupa kabisa warning ya kwanza kabisa. Huyu ni yule kiumbe ambaye alikuwa ameweza kufufuliwa kupitia lile jeneza. Akaweza kumnyonya kabisa nguvu zake, na huko Ajusi akaweza kushtuka kinoma noma. Je, Ajusi anatumika bila yeye kuweza kutambua? Ajusi kweli. Sasa hivi nguvu zake zinazidi kupotea. Tena kupitia ile Mabo Energy. Ile Mabo Energy ilikuwa na uwezo wa kuzisafirisha nguvu zake kwenda kwa mtu yule. Sasa huku King Dae akawa anasema kwamba huyu mtu anafanya kazi vizuri sana. Je, naweza na mimi pia nikaanza kuongea naye? Junsera, yani Asenyo aliyoko ndani ya kwa Junsera, anamwambia kwamba uweze kumcontrol, na ukiweza kumcontrol ukiwa kujua kwamba kuna kitu ambacho utaenda kupoteza. Huku katika siku ya leo walikuwa na discuss kwamba kuna kiumbe ambaye anazidi basi kuwala watu huko mtaani, ananyonya nguvu zao. Mr. SA anasema hivyo. Naye Samjanga anasema kwamba tunapaswa kulifanyia hilo jambo kazi. Mr. SA ni kama vile alikuwa anagundua lile jambo kwamba ni Ajusi alikuwa anatumika, lakini kwa hivi sasa anamuogopa kuweza kumwambia ukweli. Maskini ya Mungu, Samjanga akaambiwa kwamba hili jambo sio jambo la kuweza kuliongea hapa sasa. Basi pale Ajusi alikuwa anajishangaa sana. Alikuwa anahisi kwamba inawezekana ni mimi kweli natumika au ni mimi hapa roho yangu inatumika. Akaanza kupata mashaka makubwa sana. Mkono wake unatumika katika hali ambayo mwenyewe binafsi hajui. Akamwambia Samjanga, naomba uweze kutoka nje. Pale akamshika Mr. CS toke nje. Akamwambia kwamba, "Je, mwanangu yuko wapi? Mtoto wangu yuko wapi? Au ni mtoto wangu anatumika katika mambo yote haya?" Yaani Ajusi bado anaamini kwamba inawezekana kwamba ni mtoto wake. Labda nguvu zake zimeanza kuhamia kwa mtoto wake na zinafanya kazi kwake. Na anaamini kwamba inawezekana basi mtoto wake, kwa kuwa yeye ndio alikuwa ameweza kumzaa, basi nguvu ambazo anazo mtoto wake naye pia anazo. Basi pale kipindi ambacho Mr. Isaiah ametoka nje, basi Ajusi akamwambia pale Misma, "Naomba uende kumuita Samjang haraka sana." Basi Samjang alivyoitwa, uwezi amini, Misma aliweza basi kumuomba aweze kukata mkono wake. Alipokata tu hivi mkono wake, damu ikaanza kurise katika kona mbalimbali. Harufu ikazidi kusambaa. Wanamsubiria huyo kiumbe. Naye huko Ajusi macho ameshaanza kubadilika kabisa. Yaani Ajusi akisikia ile harufu naye pia nguvu zake zinakuwa za ajabu sana. Huko Ongong akamkuta Junsera alipokuwa ameenda basi kwenda kutazama lile eneo la mto. Junsera hapa ndipo ambako basi alikuwepo, basi anaamini kwamba yule dragon ataenda kufufuliwa katika ile eneo. Ongong akamwambia kwamba hapa ndipo ambako dragon basi anaenda kufufuliwa. Binti anasema kwamba umejuaje? Akamwambia kwamba nimeweza kukuachia na nikaweza basi kukuacha wewe ili uweze kufanya mambo ambayo ni ajabu ajabu, ili mwisho wa siku nizidi kugundua siri zako. Je, unadhani kwamba mimi hapa ni mjinga? Mwanamke huyo anasema kwamba upo kwa ajili ya kuweza basi kunifanyia mambo ambayo mazuri. Ongongo anaambia kwamba niko hapa kwa ajili ya kuweza kukuambia kwamba kuanzia hivi sasa nitakuwa upande wako, nitakulinda kwa lengo moja tu, nataka niweze kuingia katika maisha ya kwake Professor King Dae. Binti akaweza kukubali, lakini huku tunaonyeshwa kwamba huyu mwanadada Samjang maskini ya Mungu ameachwa yuko peke yake. Pale lile pepo lilokuwa basi limeweza kuvumbuliwa kupitia lile jeneza likaanza kumfuata tena taratibu. Ongongo hayupo pale likaanza kumkimbilia kwa ajili basi ya kwenda kumla. Binti maskini ya Mungu hana la kuweza basi kumsaidia. Pale Ajusi akaanza kujitokeza na akampiga ngumi moja. Hichi kiumbe kilikuwa kina nguvu sana. Ajusi alikuwa basi ameweza kushangaa namna ambavyo huyu kiumbe alivyokuwa basi na nguvu kama za kwake. Akataka kuweza kumshusha hivi, lakini huwezi amini nguvu zile ambazo anazo yeye na yule kiumbe anazo. Akawa anapata mashaka sana. Wakamwambia kwamba muue. Basi Ongong naye pia akaweza kufika katika ile eneo. Anaambia kwamba mwache, inawezekana kwamba basi ni mtoto wangu huyo. Akamwambia sio mtoto wako, acha kutumika. Huyu kiumbe anapaswa kuweza kuuawa. Akamuua. Alivyomuua tu hivi, pale Ajusi akawa analalamika sana. Umemuua mwanangu. Ongong anaambia kwamba hebu acha ujinga. Huyu kiumbe ametengenezwa na Asenyo. Asenyo ameweza kumfufua kutoka katika lile kaburi na amelifanya hivi kwa ajili basi ya kuweza kukufanya wewe kuwa mpumbavu. Mzee wa watu alikasirika kinoma noma. Basi huku katika siku ya leo tena bwana mkubwa wa Ajusi akamfuata tena Mr. Isaiah. Anataka kuweza kugundua ukweli. Je, mtoto wake yupo hai
au hayupo hai. Hapo hapo Mr. C anasema kwamba nimekuambia kwamba usiulize kuhusiana haya mambo, niache. Kipindi ambacho basi anagoma kuweza basi kumwambia ukweli, akamwambia kwamba nitakuua. Maskini ya Mungu Ajusi akainua hivi ile fimbo yake na kisha akapiga, lakini nyakati hizo akampiga kwa bahati mbaya Miss Ma. Je, Miss Ma amekufa au la? Ajusi akaanza kutoa machozi, akalia kinoma noma. Kipindi ambacho analia akaanza kumwambia pale Mr. C, kwa nini umeweza kunifanya mimi hapa niweze kufanya mambo kama haya? Kwa nini? Mwanangu yuko wapi? Yuko hai au hayupo hai? Mr. C anasema kwamba samahani bana, sikufanya hivi kwa makusudi. Akamwambia kwa nini umefanya hivyo sasa? Akasema kwamba mtoto wako yupo hai. Ajusi alikuwa kumbe bana anamwatia huyo mjinga. Akamwambia okay, sawa. Kwa umeweza basi kuwa mpumbavu wewe kwa mara ya kwanza katika siku ya leo. Miss Ma, amka. Kumbe bana hakuna mtu yote alikuwa amekufa pale. Zile nguvu alikuwa ameweza basi kujiandaa nazo vizuri kabisa. Sasa maskini ya Mungu leo binti Samjang anaambiwa pale na Ongong, kwa nini ulikuwa unafanya maamuzi bila ya kuweza kuniambia? Kwa nini hujaniita kipindi ambacho yule pepo alikuwa basi ameweza kukaribia? Inamaanisha kwamba hauhitaji tena msaada wangu. Binti anasema kwamba ninaogopa kuweza kukuita wewe. Ongong anamwambia kwamba ujinga unaofanya sio ujinga wenye akili hata kidogo. Kwanza kabisa nataka niweze kukuambia ukweli. Mimi na wewe tumeweza kuumbwa ili tuweze kuuana. Wewe ni kwa ajili tu ya kuweza kuwalinda wanadamu na mimi ni kwa ajili ya kuweza kukulinda wewe. Kuanzia hivi sasa nitakuwa busy kidogo. Naamini kwamba kama ulivyokuwa umeweza kuamua leo kuweza kujilinda wewe mwenyewe bila kuweza kuniita, basi katika siku basi zijazo nawe utaweza kujilinda. Ongong akaamua kusepa mzee. Binti akabaki pale na huzuni kinoma noma. Sasa huko hivi bwana mkubwa Ajusi akutana pale na Asenyo. Asenyo anamwambia kwamba niko hapo kwa ajili ya kuweza kukuthibitishia kwamba mimi ni mtu ambaye niko upande wako, lakini pia hata naye Ongong ameamua kuanzia hivi sasa ataenda kunilinda. Sasa akamwambia kwamba msaliti yupo ndani ya jengo lako. Msaliti nani? Basi akaingizwa pale Piki. Piki alivyoacha pale na amshika mkono wake na kisha akaweza kuzinyonya nguvu zake. Akamwambia kwamba nimezitoa nguvu zako temporary. Kuanzia hivi sasa wewe ni mtu ambaye hauna nguvu kwa hivi sasa. Labda nitaweza basi kukurudishia kwa mara nyingine tena. Sasa Ongong kwa hivi sasa alikuwa katika kipindi kibaya sana kwa sababu anaamini kwamba binti ni mtu ambaye katika siku za usoni atakuwa katika hali mbaya. Sasa huyu bwana mkubwa Profesa King Dae akaja tena kwa mara nyingine katika hii klabu. Anaingia hivi, anakutana na yule mwandishi wa habari aliyekuwa ameweza kumuua kupitia kile kiumbe. Mwandishi huyu habari aliweza kumuona pale mbele. Mara ghafla tena anamuona tena mtu mwingine tena alikuwa ameweza kumuua. Huyu ni nani bwana? Huyu alikuwa ni yule profesa. Sasa hapo hapo akamuona tena mshirika wake wa kisiasa. Hii inamaanisha nini? Profesa King Dae katika siku ya leo aamini macho yake. Macho yalimuuma sana. Pale pale akakutana pale na Ongong. Ongong akamuita, "Wewe." Basi kijana wa watu akatumia nguvu zake na akili. Akamuita mpaka na kidole. Akamuita pale na kisha akamwambia kwamba, "Vipi? Una shida gani?" Basi akamwambia kwamba hebu jaribu basi kutumia hata ice cream. Profesa King Dae anasema kwamba niko vizuri. Akamwambia, hata ice cream huwezi kutumia? Basi pombe mimi hapa katika siku ya leo siwezi kunywa na siruhusiwi kunywa pombe kabisa. Hilo ni jambo ambalo unapaswa uweze kulitambua. Ila nataka niweze kukusaidia kitu kimoja. Nataka niweze kukusaidia wewe katika kundi hili zima la watu wote. Profesa King Dae anasema kwamba mimi kwa nini uweze kunisaidia mimi? Akamwambia kwamba wewe ndio mtu ambaye ni mbaya kuliko wote katika hili jengo. Profesa King Dae hakuamini yale maneno ya wake Ongong, lakini akamwambia tena kwamba wewe ndio mtu ambaye unataka kuwa kiongozi, yani king, kupitia mabaya yako pamoja na mabavu. Huyu kijana wa watu wanatafutia magonjwa katika siku ya leo. Pressure iliweza kupanda, mapigo ya moyo yaliweza kupanda kinoma noma. Profesa King Dae pamoja na Ongong wako macho kwa macho. Je, unafikiri nini ambacho kitafuata? Bana, mimi nafikiri kwamba sitakuwa nazara kwa muda huu. Unisha comment yako hapo chini uniambie umeonaje kazi hii. Na kuanza hivi sasa tumebakiza episode 3 tu ili tuweze kumaliza vigongo hivi. Bye bye for now.